Kwa mwakilishi wa Mheshimiwa hayati Edward Ngoyai Lowassa. Salamu. Hayati Edward Ngoyai Lowassa alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1953 katika kijiji cha Ngarash, kata ya Ngutoto, wilaya ya Monduli, mkoa wa Arusha, na kufariki tarehe 10 Februari 2024. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Monduli kati ya mwaka 1961 na 67, ambayo baadaye iliitwa shule ya msingi Moringe. Alipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Arusha kati ya mwaka 1968 na 71. Aliendelea na elimu ya juu ya sekondari katika shule ya sekondari Milambo, mkoa wa Tabora, kati ya mwaka 1972 na 73. Kati ya mwaka 1974 na 77 alisoma na kuhitimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutunukiwa shahada ya sanaa katika elimu. Na kati ya mwaka 1983 na 84 alisoma katika Chuo Kikuu cha Bath nchini Uingereza, ambako alitunukiwa shahada ya uzamili ya sayansi ya uchumi na maendeleo. Kati ya mwaka 1977 na 1989 alifanya kazi ndani ya Chama cha Mapinduzi akiwa afisa kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na baadaye makao makuu ifuatavyo. Kati ya mwaka 1977 na 78 alikuwa katibu msaidizi mkuu wa CCM mkoa wa Shinyanga. Kati ya mwaka 1978 na 79 alikuwa katibu mtendaji wa CCM wilaya katika mkoa wa Arusha. Kati ya mwaka 1979 na 82 alikuwa katibu mtendaji wa CCM mkoa wa Arusha, na kati ya mwaka 1983 na 85 alikuwa katibu msaidizi mkuu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro. Kati ya mwaka 1985 na 89 alikuwa katibu msaidizi mkuu wa idara ya makao makuu, katibu msaidizi mkuu na mkuu wa idara ya makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kati ya mwaka 1989 na 90 alikuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC. Pia alikuwa mbunge wa vijana mwaka 1990. Aliteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, masuala ya mahakama na bunge, police coordination, disaster relief management, judicial and parliamentary affairs. Hii ni baada ya kushinda kwenye kinyang'anyiro cha ubunge kuwakilisha vijana. Kati ya mwaka 1993 na 1995 aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, maendeleo ya makazi na watu. Mwaka 1995 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Monduli na alihudumu hadi 2015. Pia alikuwa waziri wa nchi, mazingira na maskini kati ya mwaka 1997 na 2000. Alikuwa waziri wa maji na maendeleo ya mifugo kati ya mwaka 2000 na 2005. Na kati ya mwaka 2005 na 2008 alikuwa waziri mkuu. Kati ya mwaka 2013 na 2015 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa, ulinzi na usalama. Kutokana na uzoefu wake alifanya kazi maalum zifuatazo. Kati ya mwaka 1999 na 2000 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya baraza la mawaziri la kushughulikia masuala ya nchi zenye madeni makubwa ili kushawishi msamaha wa madeni, ambapo Tanzania ilipata msamaha wa deni. Akiwa waziri wa maji, alivunja mkataba kati ya Dawasco, yaani mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam, na kampuni ya Bywater ya Uingereza. Kampuni ya Bywater waliishtaki serikali ya Tanzania na Tanzania iliibuka mshindi katika kesi hiyo na kulipwa fidia. Katika serikali ya awamu ya 3 alisimamia utekelezaji wa kuchukua maji kutoka ziwa Victoria kwa ajili ya matumizi ya watu wa kanda ziwa katika mikoa ya Geita, Simiyu pamoja na mikoa ya Tabora na Singida, akisimamia vipengele vya mkataba wa kimataifa ulioipa nchi ya Misri tu haki hiyo kabla ya mataifa mengine. Uthubutu wake katika kufanya maamuzi haya ulimpa sifa ya kuwa moja ya mawaziri 6 waanzilishi wa baraza la mawaziri la maji la Afrika. Mwaka 2022 alitunukiwa nishani ya AMCO kwa kutambua kama waziri mahiri katika masuala
ya maji, waanzilishi wa AMCO. Alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa mwaka 1978 na kupata mafunzo ya kijeshi katika Chuo cha Mafunzo Monduli, Tanzania Military Academy, wakati huo kikiitwa Chuo cha Uongozi cha Taifa, yani CTU. Kutokana na ushiriki wake katika vita vya Kagera mwaka 1978 hadi 1979, alitunukiwa nishani ya vita na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kutambua mchango wake katika taifa la Tanzania na utumishi wake, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mtunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili.